Assalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunaendelea na darasa zetu na leo tuko kwenye suwaru min hayati tabiina, namna ya maisha ya matabiina waislamu wa tabaka la pili baada ya tabaka la masahaba, au baada ya kizazi cha masahaba, kizazi kilichofuata. Kwa hiyo ni second generation of Islam. Hii ni second generation, kizazi cha pili baada ya kile cha kwanza kabisa cha masahaba, kimefuata cha matabiina. Na leo tuko ukurasa wa 369 wa kitabu hiki. Tunamzungumza mmoja katika matabiina maarufu sana, anajulikana kwa jina la Salim au Salim ibn Abdullah ibn Umar, mjukuu wa Sayyidina Umar. Huyu ni Salim bin Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni mtoto wa Umar ibn Khattab, na Abdullah bin Umar alikuwa sahaba, miongoni mwa masahaba wadogo, si masahaba wakubwa. Kwa hivyo huyu Umar ibn Khattab ni katika masahaba wakubwa, Abdullah bin Umar ni katika masahaba wadogo, na huyu Salim si katika masahaba, ni katika matabiina. Hajaingizwa katika orodha ya masahaba, ama kwa sababu alizaliwa mtume ameshakufa sallam, au wakati anazaliwa mtume sallam yeye alikuwa mdogo sana alipokufa mtume sallam, inawezekana pia. Lakini twende huku mbele tuone amezaliwa baada ya kufa mtume, au alipokufa mtume alikuwa mdogo sana, kwa hivyo hakuingizwa katika orodha ya masahaba, ameingizwa katika orodha ya matabiina. Hana kumbukumbu yoyote anaweza kuizungumza kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu ni somo yangu sasa. Hii ni Salim bin Abdullah na mimi ni Salim bin Musabbah. Mwanachuoni mkubwa sana. Mtu mmoja alinitania siku moja, katika masahaba wala matabiina hakukuwa na mtu anaitwa Salim. Nikamwambia una wazimu. Yosoma historia, ndani ya masahaba alikuwemo Salim Maula Abi Hudhaifa na wengine, na katika matabiina ndo huyu kinara mwenzangu hapa, rafiki yangu, somo yangu, Salim bin Abdullah bin Umar. Hafidul Faruqi, mjukuu wa Al-Faruqi, mjukuu wa Sayyidina Umar. Al-Faruqi ni lakab, ni wito au sifa ya Sayyidina Umar, kaitwa Al-Faruq, manake mpambanuzi, mwenye kutofautisha mambo. Kila pahala penye utata akiingia yeye anayapambanua mambo, utata unaondoka. Kwa hivyo ameitwa Al-Faruq. Lakini hayo yanamhusu Sayyidina Umar, sio huyu, na tuzungumzie habari za Umar ibn Khattab hapa, tunazungumza habari zake. Kwa hiyo mjukuu wa Al-Faruq, yani mjukuu wa Umar ibn Khattab ndio Al-Faruqi. Kana Salimun thiqatan, Salim alikuwa mtu mwaminifu, kathira alhadithi, mwingi wa hadithi za mtume sallam, aliyan fi rijali, mtu wa juu katika wanaume, wari'an, tena mpanyongo wa dunia, yani mcha Mungu asiyekuwa na tamaa. Haya maneno anayasema Ibn Sa'd, mmoja katika waandishi wa historia za masahaba na matabiina. Ana kitabu chake maarufu kinaitwa Tabaqat, anazungumza tabaka mbalimbali, tabaka ya masahaba, tabaka ya matabiina, yani generation, kizazi cha masahaba, kizazi cha matabiina na kilichofuata, kinaitwa Tabaqat cha Ibn Sa'd, mwanachuoni. Sasa Ibn Sa'd katika comment yake alipokuwa anazungumzia maisha ya huyo mtu, alisema yeye Ibn Sa'd, kana Salimun thiqatan, alikuwa Salim ni mtu mwaminifu. Thiqa manake mwaminifu, tena kathira alhadithi, mwingi wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam. Anaelezea mambo yanayomhusu mtume mengi, kapokea kutoka kwa wazee wake na masahaba wengine aliowakuta. Aliyam fi rijali, mtu wa juu katika wanaume walikuwa katika zama zake, si mtu wa daraja la chini. Wari'an, tena mwenye kupanyongo dunia, hana tamaa ya maisha. Hizi ndio sifa zake kama alipomuona Ibn Sa'd. Nahnu ulai, sisi hawa hapa, fi khilafati al-Faruqi, tumo ndani ya ukhalifa wa al-Faruqi ridwanullahi alayhi, radza Mwenyezi Mungu juu yake. Na al-Faruqi tumesema ni Sayyidina Umar, anatupeleka moja kwa moja mpaka zama ambazo Sayyidina Umar al-Khattab alikuwa akitawala. Kwa hivyo anasema hebu turudi nyuma kidogo, tuwe kama vile tumo ndani ya zama za utawala wa Umar ibn Khattab. Wa hiya dhi madinatun, na huu hapa mji wa Madina tu Rasulillah, mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'ijju bi ghanaimi al-harbi. Ta'ijju anasema chini maana nini? Taqumu wa taqudu, unasimama na kunyanyuka kwa ngawira za vita, yani unapokea ngawira za vita kutoka kila mahala. Uislamu unafanikisha ushindi na kuja na mali za ngawira katika mji wa Madina kutoka kila mahala. Kwa hivyo ngawira zinaingia kila saa, kila dakika. Ta'ijju unaweza ukasema unafurika, bighanaimi, kwa ngawira alharbi za vita. Huo mji wa Madina unafurika kwa ngawira za vita, allati, ambazo ahraza almuslimuna, wamezikumba waislamu, minaslabi, katika mateka au katika manyara, Yazdajurdi, ya huyu bwana Yazdajurdi, akhiri muluki al-Fursi, ambaye ndo wa mwisho katika wafalme wa Iran aliyekuwepo wakati ule, ndo mtu wa mwisho. Baadaye akaanguka, dola yake ndio ilipoanza kuanguka.
Tumezungumza habari za Yazdajurdi katika kitabu cha Suwar min Hayati Sahaba, kule zimejitokeza sana, lakini ndio wale ambao hawatalii vitabu na wale ambao wanasikiliza hawawezi kirahisi kukumbuka. Lakini tumezungumza haya mambo ya huyu mfalme Yazdajurd. Alikuwa ndo mfalme wa mwisho wa Persian Empire. Na tukisema fursa wa Persian Empire haimaanishi Iran peke yake tu. Iran ilikuwa ni sehemu kubwa tu ya Persian Empire, lakini Persian Empire ilikwenda sana ikatawala sehemu nyingi. Hata visiwa vya Bahrain vilikuwa ndani ya Persian Empire. Hata sehemu ya Kuwait iliweza kuingia kwenye Persian Empire. Inaaminika hata baadhi ya sehemu ya Saudi Arabia iliingia katika sehemu ya Persian Empire, hasa katika maeneo ya Al-Ahsa. Na mpaka leo kuna watu wana asili ya Iran wako katika maeneo yale, na lugha ya Kifursi inazungumzwa katika maeneo hayo. Kwa hivyo Persian Empire ilikuwa kubwa, haikuwa ndogo. Na sehemu ya Iraq ilikuwa chini ya Persian Empire. Hata Uturuki ilikuwa sehemu ya Persian Empire katika baadhi ya maeneo, hasa kule kwa Kurdi na nani. Persian Empire ilikuwa kubwa sana. Syria, sehemu za Syria zilikuwa katika Persian Empire. Lebanoni imeweza kuwa, hata sehemu ya Israeli ilikamatwa. Israeli ilitawaliwa na Wairani, lakini zamani zaidi huko ndio ilitawaliwa kabisa na Wairani wakati wa mfalme Nebukadrezar. Oman vile vile ilikuwa sehemu ya Persian Empire, sawa sawa. Ndio Bandar Abbas na maeneo mengine chungu zima yalikuwa katika sehemu ya Persian Empire vile vile. Kwa Gulf, ile sehemu kubwa ya Gulf ilikuwa inatawaliwa na Persian. Kwa hivyo Mwirani alikuwa ni dola kubwa kweli kwa wakati huo. Ilikuwa yeye anashindana na Mtaliana tu, Mrumi basi peke yake. Na wakati mwingine Mrumi alikuwa anapigwa, Alif Lam Mim Ghulibatir Rum. Walipigwa na wa Fursi, Persian ndio waliwapiga Warumi katika vita vile. Wataliana walikuwa wanaogopa wa Irani. Na mpaka leo Irani bado ni taifa la kutisha. Mataifa magharibi wanalitazama katika namna nyingine. Kwa sababu kwanza kule ushujaa ni asili yao. Ni watu ambao hawataki woga, hawaogopi kabisa, Na sasa hivi wanayo itikadi ya Kishia, wakipandisha mori Dhuljanah akbar min almaidan khali wawela, hatari. Anakuja mtu hata ukipiga risasi namna gani, yeye anakuja zake tu. Kwa hivyo walikuwa na dola kubwa sana. Falakad kana fiha, kwani ilikuwa ndani yake mintijani la kasira, yalikuwa mataji ya wafalme. Akasira ni wafalme. Kisra anakuwa ndo mfalme wa Irani, anaitwa Kisra kama cheo chake. Na yule wa Roma alikuwa anaitwa Kaisar, au anaitwa Kaisari katika Biblia, kwa Kiingereza Kaiser. Huyu ni Kisra, wakiwa wengi Akasira, ambao inaaminika hawa ndio walioanzisha kutengeneza mikate ya Ajemi. Hii tunaijua sisi kwa mikate ya Ajemi. Wengine nafikiri humu hawajui, lakini mikate ya Ajemi sisi tunaijua. Inaaminika asili yake ilidesigniwa kwa ajili ya wafalme. Ilikuwa alafu baadaye ndio ikaenea kwa watu wote. Wanakula kwa michuzi. Lakini sio kama hii yetu sisi shakauka namna hii, ilikuwa mizuri na bonyea nini mafuta na hivi. Mpaka leo wako watu wanatengeneza mikate ya Ajemi ukafurahi roho yako. Mkate wa Ajemi mzuri kabisa ulikuwa unakula, Na ule mkate wa Ajemi unaitwa Kisra kwa lugha ya Kiarabu. Kwa jina la huyu hao wafalme. Khubz Kisra unaitwa ule. Mkate wa Kisra. Ndio mkate wa Ajemi, Khubz Kisra. Mkate wa Ajemi. Lakini tunaita mkate wa Ajemi kwa sababu Ajmi ndio wa Irani ndio wa Ajemi. Sasa mkate wa Ajemi tukauita mkate wa Ajemi, lakini ndio hiyo Kisra. Kwa sababu mjomba wako sio? Kweli akitengeneza sana tunajua. Haya twendeni. Al-murassaati bil jawhari, mataji hayo yaliyopambwa kwa johari. Yaliyopambwa kwa johari. Yamepambwa kwa johari, maana yake yamepambwa kwa mawe ya thamani kabisa, vito vya thamani, kama zile akiki zinazowekwa kwenye pete. Na zile pete zinatiwa jiwe lile, kuna rangi feruzi, rangi ya blue, rangi nyekundu, rangi ya chocolate, Sasa yanakuwa ni mawe ya thamani. Basi taji lake lilikuwa limetiwa mawe ya thamani yenye kupendeza na yenye kung'ara. Si moja mataji yake anavaa. Mataji ni namna ya kofia za kuvaa wafalme, kufunika vichwa vyao. Waingereza mpaka leo wanayo malkia yule, unaona kwenye zile pauni za Kiingereza wanamuona kavaa lile taji. Wa manatiqihim almurassahati billu'lu'i, anasema manatiqihim namba 2 jamu mantiq wa hiya ma yushaddu bil wasat, mikanda hii. Na mikanda yao nayo ambayo ilikuwa imejazwa lulu, mikanda yenye lulu
na kuna mkanda wa kufunga kiunoni na kule mkanda unaotoka kwenye bega unaokuja zake chini ukazungusha. Wakati mwingine unakaa na pochi wakati mwingine unawekewa na ala ya upanga. Yote ni mikanda, ndio belt hizo ya kiunoni na ile unaotoka begani unapita mpaka nyuma. Wale wanaoangalia historia yetu sisi Zanzibar, yuko mmoja alikuwa anavaa namna kama hiyo katika wafalme wa Zanzibar, si kama Said Ali bin Umudi. Nafikiri kwenye picha zake ukiangalia hizi picha za waliokuwa wafalme hapa Zanzibar, mmoja naye alikuwa kivaa, lakini sidhani kama ilikuwa inaweka lulu na nini, lakini akivaa huo mkanda unaotoka begani kuja chini Unakumbuka katika picha za kumbukumbu Ukenda People's Palace kule utazikuta na maeneo mengine walikuwa kwa namna hiyo. Kwa hivyo na hao walikuwa wakivaa katika namna kama hizo. Wasuyufihim, na mapanga yao, almuhallatu, yaliyopambwa, biliyakuti, kwa almasi, walmarjani, na marjani. Yakuti na marjani, yakuti ni mawe nayo, na marjani nayo ni mawe hayo, aghlab inapatikana baharini. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u walmarjan waliyakutu, vile vile yakuti na kwa kama almasi, lakini ni mawe nayo ya kupendeza na marjani, ambayo yote ni madini sababu panga ala zile zimetoa yakuti na marjani, na mipini nayo imetoa yakuti na marjani. Nayo ni majina ya watu kwa Kiswahili. Mtu anaitwa Yakuti kulikuwa kuna kipindi kimoja TVZ, sio kilikuwa kinahusu nini, lakini mtu anaitwa jina lako na anasema mimi naitwa Yakuti Almasi. Yakuti Almasi Yakuti ni madini na almasi ni madini, lakini vile alivyo ana viraka nini lofa ambao yakuti gani na almasi una lolote. Hai majina, almasi jina la mtu, na yakuti jina la mtu, na marjani na lulu jina la mtu mwanamke. Kule kwa Wasukuma mwanamume pia anaitwa lulu. Sisi kwetu lulu ni mwanamke tu. Kule mmemkuta mmemsukuma anaitwa lulu mwanamume, jina lake lulu. Mkaambia kuja kwetu tafadhali badilisha jina unaweza ukaposwa. Lulu kwetu sisi anakuwa ni mwanamke tu Almasi ndo mwanamume, yakuti anakuwa mwanamume vile vile. Marjani mwanamume. Haya ndio matumizi. Kwa hivyo bila yakuti almarjani ma lam taqa alayhi ainu min qablu, jambo ambalo halijaanguka juu yake jicho hapo mwanzo, yani hajapata mtu kuviona vitu kama hivyo. Halijaanguka juu yake jicho hapo mwanzo, maana yake hajapata mtu kuviona, ndio unaweza kuviona kwa mara ya kwanza. Wakati kana ma hadhi alkunuz at-ta'ilati, na ilikuwa pamoja na hizi hazina kubwa, at-ta'ila kubwa, alhaila za kutisha. Hashdun, kulikuwa kuna orodha kabirun kubwa, min sabaya mateka al-Fursi wa Kifarsi wa Kipasha wa Kiiran. Hashdun kabirun, kulikuwa kuna orodha kubwa, min sabaya ya mateka wa Kifursi. Kwa hivyo si tu mali na watu pia walikuwa wamepatikana kama mateka kwenye hivyo vita. Wakana bainahunna, na ilikuwa baina yao, banatu wa mabinti ya Zarjud wa Zarjud ya thalathu, yalo watatu. Mabinti wake watatu nao walitekwa nyara, mabinti wa mfalme watatu, wanawake watoto wa mfalme. Alafu unajua na kuna usemi unasema kuwa Waarabu kwa ujumla wao walikuwa hawajawazidi wa Irani kwa uzuri. Hawajawazidi wa Irani kwa uzuri. Si kwa nini Ahmad Baharani mpaka sasa hivi kaniacha meja nitafutia mmoja. Wa Irani ni wazuri, hasa wanawake wa Kiirani ni wazuri. Wana maumbo makuza, wanavutia. Kwa hivyo ilikuwa Waarabu wakiwapata wanawake wa Kiirani hawaachi. Sijui tumefahamiana au niseme kwa ufasaha zaidi. Ishatosha bwana alikwama. Ufasaha huo unatosha, muhitaji makamusi kutafsiriwa wala. Basi twendeni. Kwa hivyo lilikuwepo hilo. Basi na istosha kwamba ni mabinti wa mfalme sasa. Watatu, vyuma vya kweli. Fasharahunna Ali, wakawanunua Ali radhiallahu anhu bithamanin jazlin, kwa thamani kubwa sana. Sayyidina Ali alikuwa na busara kubwa sana. Alijua kuwa hawa wameingia kwenye mateka, wanaweza kwenda wakaanguka kwenye mikono ya watu ambao si wazuri. Unajua kishakuwa vijakazi wale
Aweza kutoka mtu akajipiga piga akatafuta pesa akanunua, lakini akaenda akamtesa na kumdhalilisha mtu ambaye alikuwa mtoto wa mfalme. Sasa unapeleka ujumbe wa chuki kubwa sana kwa nani? Kwa wale waliopigwa kwenye vita. Na wale ni binadamu, hata kama umewashinda waweza kujikusanya katika uchungu wao wakaja kulipiza kisasi, wakafanya jambo kubwa sana. Kwa hivyo radhiallahu anhu wa karamallahu wajhahu, Ali ibn Abi Talib alikuwa na busara sana. Akaenda akatafuta pesa na akanunua kwa thamani kubwa maksudi, ili mtu yote akitaka kuja kuwanunua tena kwake amwambie unafikiri imewanunua kirahisi hao? Wakati mwingine ndio namna ya kumuokoa mtu na kumlinda mtu ni kumtia thamani. Ukishamtia thamani unamuokoa na kumlinda. Kwa hivyo kwa sababu walikuwa ni mateka, lazima wawe watumwa. Akawanunua Ali ibn Abi Talib tena kwa thamani kubwa sana. Wa aradha alayhinna ta'ifatan min alma'i shabab almuslimin. Akawaorodhesha hao wanawake kwa kundi la wanaovutia vijana wa Kiislamu. Akawaambia, yani akawaita wanaume waliokuwa wanapendeza, mahensam wazuri wa Kiislamu, akaweka pale hapo, akawaambia wale mabinti, chagueni yoyote mnaitaka, kila mtu achague mume humo. Kwa sababu nyinyi ni watoto wa kifalme. Kwa hivyo lazima muolewe na watu wenye hadhi. Kwa hivyo naye akawachagua vijana, akawakusanya, alafu akawaambia mabinti, chagueni nyinyi mnataka, kila mtu anataka kuolewa na nani kati ya hawa vijana waliopo hapa wenye kuvutia. Busara ile. Ili wale watoto zikipata taarifa kutoka kwao kwenda kwa wazee waseme, Ali katuchukua vizuri, katuachia wenyewe uhuru tuchague wanaume wa kutuoa. Unaona? Hakututumia force, hatukufanywa vijakazi, hatukudhalilishwa. Anapunguza ile chuki. Unajua vita vinazaa chuki. Sasa baada ya kumalizika na mmoja kushinda, punguza sasa ile nini? Ile chuki. Sasa makali ya chuki uyapunguze. Inakuwa mtu asiwe kashindwa alafu akadhalilishwa. Kwa hivyo alma'i wenye kuvutia. Lama maana ni kitu cha kumeremeta. Wenye kumeremeta katika vijana wa Kiislamu. Fakhtara ihdahunna, mmoja katika wale watoto wa kike akamchagua mwenye al-Hussein bin Ali. Akamchagua Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma, ni mtoto wa Ali bin Abi Talib Hussein. Na Hussein alikuwa handsome. Alikuwa mtume, alikuwa handsome, akivaa anapendeza. Alikuwa fasaha wa kuzungumza. Alikuwa shujaa, mkarimu, mcha Mungu. Kwa hivyo mwenyewe akasema huyu ananifahamu, ambaye ni mtoto wa huyo Ali bin Abi Talib. Akachagua mwenyewe ambaye ni Ali Sibti, ambaye pia ni mjukuu Rasulullah wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Hussein kwa upande wa mama yake, kwa sababu mama yake ni Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baba yake ni Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib. Pia upande mmoja wa Mtume sallallahu ni babu yake na upande mmoja ni baba yake mkubwa, kwa sababu Ali na Mtume sallallahu bin ammi, yule ni Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib na Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, mtu na kaka yake wale binami. Halafu Fatima binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kwa hivyo akijihesabu Hussein alayhi salam au radhiyallahu anhu kwa upande wa nani? Kwa upande wa mama yake atakuwa Mtume ni babu yake mzaa mama. Lakini akijihesabu kwa upande wa baba yake, Mtume atakuwa baba yake mkubwa, ami yake. Kwa hivyo kote kote kamuhusu kwa baba na mama. Lakini mara nyingi linatazamwa hili la kwamba ni mjukuu kupitia bibi Fatima. Halitazamwi lile la kwamba ni mtoto wa Ali bin Abi Talib. Akamchagua huyo, wa anjabat lahu Zainul Abidin. Ndio akaja baadaye akazaa naye mtoto aliyekuja kujulikana kwa jina la Zainul Abidin, ambaye tushasoma habari zake huko nyuma. Hadha ibnu khairi khalqillahi kullihim, hadha taqiyyu naqiyyu tahirul alam. Mnakumbuka mabeti yake tukayaimba vizuri huko nyuma Yule ndo Zainul Abidin. Kwa hivyo Zainul Abidin mama yake ni binti Yazdajurd wa Iran. Na ndio maana ukakuta Iran imekuwa Shia kwa nguvu sana. Kwa sababu upande mmoja na wale watoto wa Hussein wajukuu wa Mtume sallallahu wanakuwa ni watoto wao kwa upande wa nini? Wa mama zao Halafu akaja wakhtara thaniyatu, wa pili akachagua Muhammad bin Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Akachagua kuolewa na mtoto wa Abu Bakar as-Siddiq ambaye ana jina la Muhammad, na Abu Bakar alipata mtoto akampa jina la nini? La Muhammad, jina la rafiki yake ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni Muhammad bin Abi Bakr. Wa anjabat lahu al-Qasim, ndo akamzalia al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr, ambaye pia habari zake tumezisoma katika darasa zilizopita.
ahadu fuqaha al-Madina sab'ati, mmoja katika wanasheria wa dini ya Kiislamu wa Madina 7 waliotamba zama za matabina, kwa mwanachuoni mkubwa. Tumesoma habari za Al-Qasim au ziko mbele? Na mimi tulisoma tulishasoma habari za Al-Qasim, nakumbuka naye katika matabina wamepita. Haya, waqtarati thalithah, watatu akamchagua Abdullah bin Umar khalifati almuslimina, mtoto wa khalifa wa Islam Abdullah bin Umar. Wa anjabat lahu, ndo akamzaa huyo somo yangu, akamzalia Salim Hafid al-Faruqi, tunayetaka kuzungumza habari zake, mjukuu wa mpambanuzi wa ashbaha nasi samtambihi, na anayefanana na watu kwa sifa kuliko wote kwa sifa na Umar. Huyu anafanana kwa sifa zake na maumbile yake na babu yake wa Umar bin Khattab, ambaye huyu ni Salim. Kwa hivyo utakuta Salim na Al-Qasim na Zain al-Abidin wote hawa ni nani? Mama zao ni watu wenye asili ya wapi? Ya Iran, na ni mabinti wa mfalme Yazda Jurd. Tumefahamiana? Ingawa baba zao ni masahaba, lakini mama zao ndio hao. Fataala, basi njooni, naqif, tusimame, yani tugundue, ala suratin mudaa, juu ya picha yenye mwangaza au picha angavu, yani tupate picha yenye mwangaza kabisa, min hayati, katika maisha ya huyu bwana Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Yeye kasema anhu, lakini weka huma hapo kwa sababu babake naye ni sahaba, radhiyallahu anhuma, Mungu awe radhi, Abdullah na Umar. Hawa ni wawili wote masahaba, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu na Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ama yeye Salim ndio tunayezungumza kwamba si katika masahaba, ni katika matabiina, na tutaona kwa sababu wakati huu alipokuja kuolewa huyu mama yake ni utawala, wakati wa utawala wa nani? Wal Faruqi wa Saidna Umari. Kwa hivyo kwa popote atakapokuwa mtume shakufa na Abubakar amekwisha shakufa, kwa hivyo yeye amezaliwa baadaye sana, si katika masahaba huyu Salim, ni katika matabiina. Tumefahamiana Ulida Salim, tunakuja, amezaliwa Salim bin Abdullah fi rihabi al-Madina, katika viunga vya Madina al-Munawwara, Madina yenye nuru, maswa, makaazi Rasulillah ya Mtume salam, wa dari hijratihi, na mji wa kuhamia kwake. Maana ndiko alikuwa hamia kutoka wapi? Kutoka Makkah. Nairudia sentence hii, ulida Salimun, amezaliwa Salim ibn Abdullah fi rihabi, katika viunga al-Madinati al-Munawwara, vya Madina yenye nuru, maswa, makaazi Rasulillah ya Mtume sallam, wa dari hijrati, na mji wa kuhamia kwake. Maana ndiko alikuwa hamia kutoka Makkah. Wa fi ajwaiha, na katika anga zake, al-abiqa, zenye kunukia, bituyubi nubuwa, kwa manukato ya utume. Wa fi ajwaiha, na katika anga zake, al-abiqati, zenye kunukia, bituyubi nubuwati, kwa manukato ya utume, al-mutaalliqati, zenye kumeremeta, bisana al-wahi, kwa mwangaza wa wahi. Daraja, amekulia, wa shabba, na kunyanyukia. Amekulia na kunyanyukia, manake ndiko alikokuwa tangu utotoni mpaka ujanani mwake. Wafikana fi abihi, na katika hifadhi ya baba yake, al-abadi, mwenye kuabudu sana, az-zahadi, mpanyongo sana wa dunia, sawamil hawajiri, mwenye kufunga sana katika vihame, yani wakati wa jua kali. Hawajiri vinaitwa vihame, hajira kimoja, kihame manake ni wakati wa jua kali, watu wote hawakai kwenye vijiwe, kwenye nini, wanatafuta vivuli, wanarudi majumbani. Kwa hivyo inaitwa hajira, kihame, lakini ni jua kali. Kwetu sisi katika Kiswahili tukisema kihame, inakuwa ni mji uliohamwa au kijiji kilichohamwa, ndio kihame. Kama vile mahala watu walikuwa wanakaa hapa na nyumba 3 4 hivi kiunga, alafu wakahama wote, nyumba zikawa zimebakia magofu tu, kinaitwa nini hicho? Kihame. Na kuna imani ya watu kusema kwamba wanahamia vibwengo, majini wanakwenda kukaa. Hizo ni imani za watu, lakini kawaida ikiwa kama kiko karibu na pori, wanyama wakali watapenda kuhamia hapo, au nyoka, chatu wanaweza kaenda kakaa hapo. Na ndio maana walikuwa wazee zamani wanasema msende porini tu mkakuta kihame mkaingia kujisaidia, nyie mtakutana matatizo. Watoto wale wanaocheza mashamba walikuwa wanatahadharishwa. Na kwa mabara huku inatokea sana, unaweza kwenda porini nyinyi masafa kilomita 20 30, mkapita kwenye pori, katikati ya pori mkakuta nyumba 3 4 5 hazina watu.
zilikuwa na watu zimehamwa, au watu wengine ni zao lakini wametoka wote wamekwenda kwenye mapori kulima, kuwinda, kufanyaje, mkona nyumba ziko tupu wala hazijafungwa, maana milango ya kusindikiza, milango yenyewe ni nyasi tu kumbesa, tukipiga hivi tayari kinajiachia. Lakini ingia humo ndani, mara wenyewe wana mbwa hao wanaweza kubweka wenyewe, wanakuja wenyewe pale, panakuwa na hatari, kinakuwa kihame. Lakini wao wakisema kihame wanakusudia wakati wa jua kali, manake watu hawakai tena katika maeneo ya kawaida, wanakwenda kujifunika, wanatafuta vivuli. Basi alikuwa Sawami anafunga alhawaji kwenye vihame, yani wakati wa jua kali, na wakati wa jua kali funga yake unaiona inapokuwa nzito. Qawamil ashari, mwenye kusimama sana katika nyakati za daku au nyakati za kwanga zinaitwa hizi. Wabil ashari hum yastaghfirun, na sahari ni wakati unaanzia kama kwenye saa 8 za usiku mpaka saa 11 ndio sahari, inanoga sana kwenye 9 na 10, na ndio maana wachawi anaitwa sahiri, kwa sababu ule ndio wakati wake wa kufanya mambo. So mara nyingi anafanya mambo wakati ule, kwa hiyo ndio maana ikaitwa sihiri ile. Na kule watu wa nani, illa ala Lut najainahum bisahar, isipokuwa watu wa Lutu tuliokoa katika wakati ule wa usiku mkubwa, kwenye saa 9 10 tumewatoa. Hata majambazi na wizi wakitaka kuiba, najainahum bisahar, wanatumia wakati huo wa sahari. Na ndo wakati ambao usingizi unakuwa mtamu kweli, watu wengi wanakuwa na koroma vibaya. Na kama imenyesha mvua, ndo AC ya Mungu inakupuliza, unazidi kulala. Kwa hivyo yeye ananyanyuka zaidi kufanya ibada katika nyakati hizo. Tarabba, ameleleka hivyo, amekulia hivyo. Wa bi akhlaqi, na kwa tabia zake, al-umariyati, zaki Umar, takhallaqa, ndio amekuwa nazo, amejengeka nazo tabia za Umar. Na tabia za Umar ni zipi? Za kuwa na misimamo iliyokuwa imenyooka na maneno ya wazi, hazunguki. Ukikosea anakwambia, ukipatia anakwambia, hamogopi mtu yote, anamwambia lile analoliamini, hajui kuzungusha maneno. Kwa hivyo kakulia namna hiyo kitabia. Wala kad raa fihi abuhu, na hakika aliona ndani yake baba yake, mimna khayri tuqa, katika ishara za ucha Mungu mapema sana, wa alai min alama alhuda, za uongofu. Baba yake alimuona mapema kwa huyu ana ishara za ucha Mungu na alama za uongofu. Wa absara fi sulukihi, na akaona katika mwenendo wake, min shamaili alislam, katika sifa za Uislamu, wa akhlaqi alqurani, na tabia za Qurani, fauqa ma kana yarahu fi ikhwatihi, zaidi alipokuwa akiziona kwa ndugu zake wengine. Mzazi anatakiwa achunguze watoto, awatizame wale watoto wake, ili aweze kujua tofauti zao kitabia. Kuna watoto unakwenda unamwita njoo, unampa kitu, kama umempa keki au umempa katlesi au nini, basi akiona kapewa anatizama wale ndugu zake wamepewa hajapewa. Akiona hajapewa anaingia chumbani anakula peke yake, anasema hii nimependelewa mimi. Lakini mwingine akiona hajapewa anaweza kurudi, baba ndio hii tu umenipa mimi tu, wale wengine hawana. Anakuuliza, unapata kujua kwamba huyu atakuwa na tabia ukarimu na kuwajali wenzake. Lakini yule anayekwenda akakaa akajificha peke yake, yule inaonekana atakuwa na choyo, atakuwa na roho ya kutaka peke yake apate mapema. Sasa pala pa kunyoosha utanyo, patakapokushinda tena pasha kushinda. Umenifahamu? Unawapima abada, nazo na wao nitawapa, basi tena unamuona naye anaangalia ushawapa na anaanza kula. Unajua huyu ana moyo wa kuwapenda wenzake. Tulikuwa nazo hizo sisi, wazee wetu wametuchunguza mapema wakajua. Mimi marehemu babangu anichunguza sana, afu akanambia wewe itakuja hivi, mengi alionambia yamekuja vile vile, kwa sababu alikuwa anajua ile nilipojengeka. Mimi kama anakuja akinipa kitu, basi mimi sianzi kula kwanza mpaka nitizame na ndugu zangu wamepewa hawajapewa. Na alikuwa anafanya kusudi kunipima. Sasa wakati mwingine anakaa ndani anafungia, ananikuta mimi nawaita, naanza kugawa na wapao kabla sijala. Basi akisa ile nilikupa wewe peke yako, nitawapa. Haiko kitu changu nishakigawa tena. Anajua huyo anao moyo wa kuwapa wenzake. Na sisi siku hizi hatuchunguzi watoto, hatuzami tabia, si baba si mama. Na ziko tabia mtu anachukua kwa mama yake zaidi, na kuna tabia anachukua kwa baba yake zaidi. Ufedhuli, ujeuri, busara, nini, zote hizo zinapatikana. Kwa hivyo huyu alizigundua mapema kuliko ndugu zake wengine wote. Fahabbahu, akampenda, hubban, mapenzi, malaka alayhi shighafa qalbi, yamemiliki kwake magaye ya moyo wake. Shighafa tunatafsiri magaye ya moyo wake, yani vipande vya moyo wake, lakini nakusudia moyo wake wote ndio anachokusudia.
Shighaf manake ni magae, vitu vilivyovunjika. Shighafu qalbi anakusudia khilafa qalbi, magamba yeye kasema ya moyo wake, lakini manake alimpenda kwa moyo wake wote. Lakini napo hapo pana hatari. Ushakumpenda mtoto zaidi, ujitahidi usioneshe kwamba huyu zaidi kuliko nyote. Ukionesha unajenga ubaguzi. Ngumu nayo kuficha hayo mapenzi, lakini ndio ujitahidi. Sasa lazima mwingine atakuvutia kuliko mwingine. Wa khalata bihi, akachanganyika naye habati fuadi, na chembe za kifua chake. Chembe ni haba hiyo, habati fuadi, chembe za kifua chake, lakini anakusudia kwa moyo wake wote na kwa kifua chake chote. Hata mpaka lamahu laimuna, unaona, wakamlaumu wenye kulaumu fi dhalika, katika hilo. Wakaambia wewe unaonekana wazi unampenda zaidi huyu kuliko wengine. Watu wakaanza kumlaumu. Kwa hivyo nayo kujizuia asijitokeze. Hii hata kwa walimu. Walimu wanaweza kuwa na mwanafunzi mmoja anampenda zaidi kuliko wengine, lakini akionyesha analeta tatizo. Atakiwa aizuie. Hayo kwa walimu wengine wanakosea sana. Hamjitahidi, tazameni mwenzenu alikuwa huyo. Mimi ndo nampenda, unaona kama nampenda sana, nyinyi wapumbavu nyinyi. Oho, lichakuwa tatizo. Unamjengea chuki yule. Lakini vile akafanya vizuri na nini? Tuanza haya basi. Makofi, mpigeni makofi mwenzenu. Papa. Yule mwingine kafanya vibaya, useme azomewe, lakini makofi humpi. Anajua kama ameshapigwa makofi kwa sababu siyafanya vizuri kama yule. Basi, yani vitu unaonesha zile reward, unatoa reward, lakini si za kibaguzi sana. Ukikosea hivyo katika kwa treat wanafunzi, na wanafunzi wanakuja hivyo hivyo kwamba mimi mwalimu ananitaka, mimi mwalimu hanitaki. Na yule sema ananitaka, tena kichwa kinajaa upepo. Na ikiwa kuna tofauti za kijinsia, linakuja na jambo jingine katikati. Kwamba ananitaka, anakutaka kwa lipi? La kukufundisha au la kukuoa? Unaona sasa mashaka mengine. Kwa hivyo ujitahidi, na watoto ni hivyo hivyo. Faqala, akasema kwa ushairi, yalumunani fi salimin wa alumuhum wajillatu baina al-aini wal-anfi salimu. Toba ya Rabbi. Yalumunani, wanalaumu fi salimin, kuhusu Salim mwanangu, wa alumuhum, nami na walaumu wao kwamba wasiniletee lawama hizo, na warudishia lawama. Wajildatu, na ni kigozi, baina al-aini wal-anfi, baina ya jicho na pua. Salim kwangu mie ni kigozi cha hapa, baina ya jicho na hii pua hapa, kigozi cha hapa. Manake hapa unajua napo pakiwa pana kuwasha, pana kuuma, hapa na kukera, inakuwa tafrani, huna raha kila wakati. Mara panapokaa tongo hapa, inapotoka ikakaa tongo hapa, basi kila wakati toko kijicho. Kwa hivyo nataka kusema huyu mwanangu kama kitu cha hapa, yani sitaki kichafuke, kikiingia uchafu mimi sina raha. Yani nakusudia nampenda hapa, nampenda moyoni, ndio nilichokusudia. Tena kalileta kwa ushairi, yalumunani fi salimin wa alumuhum wajildatun baina al-aini wal-anfi salimu. Ameileta shairi kabisa katika kusema. Wa aqbala alayhi yabuthuhu ma wa'ahu sadruhu min hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Wa aqbala alayhi, akamwelekea mwanawe huyo Salim, yabuthuhu, anamuenezea. Batha yabuthu, anamuenezea, kutokana na ile wabatha minhuma rijalan kathiran au wabatha min kulli dabba, akaeneza. Batha yabuthu ni kueneza. So wa aqbala alayhi, akamwelekea, yabuthu, anamuenezea, ma waahu, alichokihifadhi, kilichohifadhiwa sadru, na kifua chake, min hadithi Rasulillah, katika hadithi za Mtume. Yani zile hadithi zote zilizonazoea Abdullah bin Umar ikawa anampa mwanawe Salim. Na ndio maana Salim naye kapokea hadithi nyingi kutoka kwa babake, na babake naye kapokea hadithi nyingi kutoka kwa Mtume moja kwa moja. Kwa sababu gani? Si kwa sababu ya baba yake huyu Abdullah alikuwa ni Umar, kwa sababu dada yake Abdullah, Hafsa, aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, naye akahamia kwa dada yake. Kwa hivyo watu wengi hawajui kwa hili la Abdullah bin Umar kafaidika na Mtume sallam, si kwa upande wa baba yake Umar bin Khattab, kwa upande wa dada yake Hafsa. Kwa hivyo Mtume alikuwa shemegi yake, na alikuwa zamu anapolala Mtume zamu kwa bibi Hafsa, naye Abdullah yumo alfajiri, usiku wanasali pamoja msikitini, wanakwenda pamoja, anamtuma, imekuwa kama mwanawe. Kwa hivyo kalelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi kuliko tena baba yake Umar, na ndipo alipopata zaidi elimu ile Abdullah. Na Abdullah sasa akampenda mwanawe Salim, akamlea sana, akammwagia elimu. Siku hizi ndio tuna shida kweli kuzaa wanazuoni. Siku hizi shekhe kuzaa shekhe tabu sana. Tuna ile system ya rais kuzaa rais. Duniani imeenea kweli, rais kuzaa rais kila mahala inatokea. Kenya hapo Kenyatta kazaa Uhuru Kenyatta.
Zanzibar ndo usiseme rais kuzaa rais sijui mara ngapi itakuwa ya pili. Rais kuzaa rais ishatokea Tanzania bara bado tu. Huko kwingine rais kuzaa rais DRC Congo rais kuzaa rais Laurent Kabila na Joseph Kabila imeshatokea. Marekani mabushi wametawala sijui wangapi. Rais kuzaa rais. India ndo usiseme tena uko Waganda ule ulivotawala. Sasa dunia rais kuzaa rais ni jambo rahisi. Ndo tumesema hapa Zanzibar ishatokea mara ya pili au sio? Ndo mara ya pili hiyo. Na Kenya vile Uhuru Kenyatta na mzee Kenyatta mwenyewe rais kuzaa rais. Syria ndo Bashar Assad na yule Hafidh Assad rais kuzaa rais. Nyingi tu duniani inatokea rais kuzaa rais. Lakini shekhe kuzaa shekhe sasa ndio inakuwa tabu. Zamani ilikuwa rais. Sasa hivi mimi nakazana kwa kweli na wawili hao natarajia wanaweza kuwa mashekhe, lakini bado sijawa na tamaa sana ya kuwatangaza. Bado sijawa na tamaa sana ya kuwatangaza. Shekhe kuzaa shekhe ni zamani wanazaana mashekhe. Kina bin Sumetu uko ule sio wametoka mashekhe wamezaana mashekhe. Na ziko nyingi. Tajwa si tu wanao mpaka shemegi mpaka watoto wa kuwalea watoto nini mmekwenda. Haya ndio yote hayo Mungu inshallah atasaidia. Basi anamjaza elimu. Wa yufaqihu fi dini, anamfahamisha katika dini. Wa yumallihi, na anamjaza min kitabillahi, katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio ile malla yumillu fa illa yastati an yumilla huwa falyumlil waliyyu bil adli. Anamjazia katika kitabu cha Mwenyezi Mungu. Thumma dafa bihi ila al-haram sharif, kisha akampeleka katika eneo tukufu la Makkah. Huko kama kuna mashekhe wengine nako akafanyaje asome, kwa sababu usimsomeshe peke yako. Kuna vitu vingine wewe utakuwa huvijui au umevizoea au pengine atavichukulia kama ni vya baba tu. Kwa hivyo wakati mwingine unampeleka na sehemu nyingine. Wakana masjid Rasulillah, na ulikuwa msikiti wa Mtume sallam, itakuwa ni Madina hapa sio Makkah al-Haram al-Sharif walompelekea kusudia Madina Wakana masjid Rasulillah, na ulikuwa msikiti wa Mtume sallam mazala ma'muran, bado umeendelea kuimarishwa bi taifatin kabira, na kundi kubwa min jildati sahaba, katika masahaba watukufu. Kwa hivyo tena akampeleka msikiti wa Madina akasome, ambako nako kuna masahaba wengine wanafanyaje wanafundisha. Fahaithuma alamma alfata biruknin markani, basi wakati wote anapokusudia kijana huyu kwenda kwenye nguzo katika nguzo zake msikiti ule wa Madina. Nguzo kama hizi unaziona, lakini zile kubwa na msikiti ule ni mpana sana. Kwa hivyo inakuwa katika kila nguzo moja au eneo moja kuna shekhe ana darasa yake. Tuseme kama hivi ya kichungu cha watu. Msikiti ni mkubwa, na msikiti huu ingekuwa umechukua huko mpaka unatokeza barabara kuu ya Bombe Bazari, huko barabara ya Mlandege. Unakwenda zake. Unakwenda hivi tena sijui mpaka mbele kidogo, na huku unakwenda unavuka barabara unakwenda upande ule kule. Kwa hivyo darasa zimo nyingi mle ndani. Darasa zimo nyingi. Kwa hivyo ina maana kila unapokwenda penye nguzo unakuta darasa. Hawapungi watu 50, 100 wako hapa. Pale wengine 50, pale ziko darasa maduara ya darasa chungu nzima. Mimi nimekwenda nimeyakuta. Na wiki ya kwanza unababaika hujui kae ipi. Kila moja unaiona nzuri. Sasa unakwenda siku ya mwanzo unakaa hapa, siku ya pili hapa, siku ya tatu hapa, mwisho unaamua ukae kwa nani? Kwa lile unalolihitaji. Haki huko kuna tafsiri, huko kuna hadithi, huko kuna sijui tarikhi sira, siku kuna nini. Sasa kile unachokihitaji. Mimi nilikwenda nikazikuta kama 10 hivi ziko. Nikachagua 2 tu basi. Moja ya hadithi na moja ya tafsiri. Basi hizo ndio nilizokwenda kuchagua mimi. Nikawa kuna siku na kuja huku na kuna siku nakwenda huko. Sasa sijui utaratibu wa sasa kwa vipi. Na zamani inaonekana ilikuwa hivyo. Alfahu, kuta amama mbele ya nguzo hiyo, najman, nyota, fihi, ndani yake, alaqun, mmeremeto, min sana, katika mwangaza nubuwa wa utume, wa abaqun, na manukato au harufu, min tuyubi, katika manukato risala ya utume, algharra, uliotakata. Haya ni maneno tu, anakusudia anamkuta mwanachuoni ambaye anajua vizuri Qur'ani na anajua vizuri sunna za Mtume sallam, anafundisha, shekhe wa nguvu, anamkuta katika kila nguzo. Lakini ndio katumia maneno ya mafumbo. Narudia sentence hii au ibara hii, fa haithuma alamma, popote anapokusudia alfata kijana huyu, biruknin, katika nguzo, minarkani, katika nguzo zake msikiti huo, alfa, hukuta amama mbele ya nguzo hiyo, najban, nyota, fihi, ndani yake, alaqun, kuna mmeremeto, min sana, katika mwangaza nubuwa wa utume, wa abaqun, na harufu, min tuyubi, katika manukato risalati ya utume, algharra, uliotakata. Yani manake anakutana na mwanachuoni yupo mzito, anang'ara, anawaka kwa mambo katika kila nguzo. Wa aina rama, na popote anaporusha, bitarfihi, mtazamo wake, anapoangalia huku au kule, alqa
utupa bisam'i, usikivu wake. Absara khairan, huona khairi, wa sami'a birran, na usikia jambo la wema. Kila anapotupa usikivu na kila anapotupa jicho, basi wewe huona jambo la khairi na usikia jambo la nini? La wema, mazuri matupu. Wabidhalika, na kwa ajili hiyo, utiha lahu, ilipatikana kwake fursa, an ya'khudha, kuchukua ilmu, an taifati, kutokana kundi min jillati sahaba, la masahaba watukufu, ala rasimu, wakiongozwa au katika uongozi wao akiwemo Abu Ayyub al-Ansari wa Abu Huraira. Kote huko akapata elimu. Narudia hapa, wabidha, tumia maneno magumu. Wabidhalika, na kwa hivyo, utia halau, ilipatikana kwake fursa, an ya'khudha min taifa, kuchukua kutokana na kikundi, min jillati sahaba, katika masahaba watukufu, ala rasim, juu ya kichwa chao, manake wakiongozwa na Abu Ayyub al-Ansari wa Abu Huraira wa Abu Rafi wa Abu Lubaba wa Zaid ibn Khattab, ambaye huyu ni ami yake, ni babu yake, kwa sababu yeye ni Abdullah bin Umar bin Khattab, na huyu Zaidi bin Khattab babu yake Umar bin Khattab, na Zaid bin Khattab ndugu hao. Kwa hivyo huyu ni ndugu wa babu yake, ami wa babake. Wadhālika, na hilo, bilidhafati, kwa kuongeza, ila walidi, juu baba yake mzazi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar naye alikuwa mwanachuoni, kwa hivyo kasoma kwa baba yake, kasoma kwa babu yake mdogo, kasoma kwa wengine na wengine na wengine. Fama labitha, basi hajachukua muda, an ghada, akawa alaman, ni alama min alami almuslimina, katika alama za Uislamu, au bendera katika bendera za Uislamu, au kinara katika vinara wa Uislamu, akawa sasa na yeye anajulikana. Wa sayyidan, na ni bwana, jalila, ni mtukufu, min sadati tabiina, katika mabwana wa tabaka la matabiina. Wa ahada fuqaha almadina, akawa mmoja katika wanasheria wa Madina, sheria za Kiislamu, alladhina, wale ambao, yafza'u ilayhimul muslimuna, hukimbiliwa na Waislamu, fi dinihim, katika mambo ya dini yao. Fazi'a ila, manake kumkimbilia. Wa ya'khudhuna anhum, na uchukua kwao, shari'ata rabbihim, sharia ya Mola wao. Wa yarjuna ilayhim, na wanarudi kwao, fi mu'dilati, katika magumu dini ya dini wa dunia na dunia. Mu'dila ni jambo gumu au sugu, mambo magumu katika dini na dunia wanawarejea. Basi naye akawa ni mtu anayerejewa katika mambo magumu, kutoa fatwa na kutoa miongozo. Wakanatil ulatu, na walikuwa watawala, yaamuruna qudatahum, wanawaamrisha makadhi wao, mahakimu wa kidini, idha uridat alaihimul qadaya, wanapopelekewa kesi, an yadfa'u bi ilaihim, wazipeleke kwa mashekhe wakikwama, ili wapate majibu ya hao mashekhe. Fa idha jaatumul mas'alatu, basi yakiwajia masala, ijtama'u jami'an, hukutana mashekhe wote, wanadhurufia na kuyatizama. Thumma la yaqdi alqudatu illa bi ra'yihim, kisha wale makadhi wote hawezi kuamua zaidi walichoamua hao mashekhe wanaokusanyika katika zama hizo, akiwemo Salim bin Abdullah bin Umar. Kwa hivyo kama vile baraza la maulama, na yeye alikuwemo katika baraza la maulama, na fatwa yao ndio fatwa ya mwisho katika kuhukumu. Kwa hiyo tunasoma habari za mtu mzito sana. Wa kana as'ad alwulati hadhan, na alikuwa mzuri au mwenye bahati zaidi katika watawala kwa fungu, yani aliyepata fungu kubwa la bahati. Wa atyabahum uhduthatan, na mzuri wao wa mazungumzo. Wa aqrabahum ila qulubi nasi, na alikuwa karibu nao kuliko wote kwa watu. Wa awthaqahum inda alfuqaha alkhulafa, na anaaminiwa zaidi katika makhalifa. Man ya'khudhu bimashurati Salim, alikuwa mtu yote atakayechukua ushauri wa Salim bin Abdullah, wa yaltazimu, na kushikamana bitaujihi, na muongozo wake, huyu alikuwa anakubalika zaidi. Yani kiongozi yote anayefuata rai ya huyu Salim bin Abdullah bin Umar, watu wanamkubali zaidi, kwa sababu yule shekhe wamemkubali, basi na huyu kiongozi naye atakayefuata rai ya shekhe yule, unafanyaje? Wanamkubali. Ndio inakuja hesabu ya Bodmas, if A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C. Umenifahamu? Kama Juma anafanana na baba yake, na baba yake Juma kafanana na baba yake, basi ni sawa sawa na Juma kufanana na babu yake. Wale walikuwa wajenda skuli, wajapita skuli, wameshasahau. Tukisema Bodmas hapa inaanza kuwa ngumu. Mnaikumbuka Bodmas hima bagazi juu tona nini If A is equal to B and B is equal to C, so A is equal to C. Kama ikiwa A ni sawa sawa na B na B ni sawa sawa na C, basi A nayo itakuwa ni sawa sawa na nini? Na C. Ndio yale ya kusema ikiwa Juma kafanana na baba yake, na huyo baba yake Juma naye kafanana na baba yake, ni sawa na kusema Juma kafanana na babu yake. Jambo ni lile lile. Tumefahamiana? Kwa hivyo imekwenda katika hali
kama hiyo. Al-Bahri kakumbuka hesabu zake za skuli za Boardmasters, au sio? Alikuwa akipiga picha huko skuli. Amma alladhina yukhalifuna amrahu, ama wale wanaokwenda kinyume na amri yake, faqad kanat al-madinatu tambu bihim, basi ilikuwa mji wa Madina unawatema, unawakataa, haukubaliana nao. Wala tatahammalu wilayatahum, wala haubebi utawala wao, yani hawakubaliani. Wale viongozi walikuwa hawamsikilizi Salim, na watu nao wanakuwa hawataki kuwasikiliza, wanapoteza mvuto na kukubalika. Kwa hivyo walikuwa na nguvu kubwa sana, na ndio maana nakwambieni, ikiwa watu watasimama vizuri kwenye dini yao, mashekhe watakuwa na nguvu sawa sawa na viongozi wanaotawala nchi, au pengine zaidi kama ingekuwa. Lakini watu wanasimama vizuri kwenye dini yao, halafu na wanazuoni nao wakasimama kwenye uchamungu unaotakiwa. Maana changamoto ziko pande zote mbili. Usije ukasema tu watu hawaheshimu mashekhe, lakini nao mashekhe wa kuheshimiwa wako wangapi? Maka usije kuwa shekhe halafu unaletewa kesi ya mtu na mkewe, unaipindua halafu ngoma unachukua wewe, utaheshimika vipi? Huwezi kuheshimika. Tumefahamiana? Ikishakuwa mkubwa tu kidogo kashafanya kosa nini, wewe unapewa bahasha, tayari unaigeuza hutuba yote kumtetea yeye, tena jamii itakuamini vipi? Haiwezi kukuamini. Kwa hivyo hili ni jambo la pande mbili, it's a give and take, nipe nikupe. It's a give and take, nipe nikupe, kwamba wewe kaa vizuri na umma utakaa vizuri na wewe. Hapo mkifika hapo utakuwa na nguvu kubwa, hata unapolisema jambo kwenye nchi litasikilizwa na litapewa heshima, kwa sababu kweli umesema kwa niaba ya watu. Lakini sasa hapa tu ndio changamoto kubwa. Siku moja niliwahi kuambia ninataka nitoe mada, lakini hawakubali wale wenzangu kwenye ijtimai tuzungumzie maafa ya wanazuoni. Unasema ukilisema hilo itakuwa tabu, mara watu wengine watakataa, watakuwa hawaji kusikiliza na nini. Umelifahamu? Alafu tutakataliwa, basi wala sita kuzungumzia maafa ya wanazuoni. Na wewe mwenyewe unachuoni na maafa yako utazungumza, ambia ndio bora hivyo. Kwamba kwa ni daktari haumwi. Sasa akiumwa ndio tuseme kwa wewe daktari asisemwe anaumwa. Isemwe kwa daktari anaumwa, anaenda kudungwa sindano, akaoneshe kidogo sehemu yake ya nyuma. Kazi yake kutizama za watu tu, na yeye atizamwe. Lakini ndio mashaka hayo, tukiamua kwenda huko uwazi na ukweli utatusumbua. Lakini tuna kazi kubwa sana ya kujenga jamii yenye mshikamano na maelewano. Haya, twendeni. Kwa hivyo naye alikuwa ni mtu wa aina hiyo, Salim bin Abdullah bin wa min dhalika, na katika hayo, anna Abdurrahman bin Dhahhak, kwamba kuna mtu mmoja anaitwa Abdurrahman mwanamcheka, au bin Dhahhak. Dhahhak maana yake mtu wa kucheka sana, lakini ni jina la mtu hilo. Wali al-Madinata, alitawala Madina fi khilafati Yazid bin Abdul Malik, katika utawala wa Yazid bin Abdul Malik. Yeye alikuwa ndio mkuu wa mkoa wa Madina wote. Wakanat Fatima bintu al-Husayn, na alikuwa Fatima bintu Husayn radhiyallahu anhu. Wanadhara fil jannati ruhahu, na ingarishe Mwenyezi Mungu peponi roho yake. Qad taramalat, amekuwa mjane, amefiwa na mumewe. Kuna ujane wa kuachwa na ujane wa kufiwa, kawa armal. Wanqatat ila auladiha, na akajikata kwa ajili ya wanawe tu, yani hataki mume, hataki chochote, yeye anashughulikia watoto wake tu. Huyu ni Fatima binti Husayn bin Ali bin Abi Talib, kapewa jina la bibi yake huyu, kwa sababu baba yake ni Hussein bin Ali, lakini Hussein bin Ali kazaliwa na Fatima binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye huyu kaitwa Fatima kwa jina la bibi yake. Kwa hivyo Fatima huyu si Fatima mtoto wa Mtume, Fatima mjukuu wa Mtume. Kitukuu hasa kwake, maana mjukuu ni Hussein. Kwa hivyo ni kitukuu cha Mtume, mjukuu wa binti yake Fatima huyu. Sasa huyu alikuwa amefiwa na mumewe, kwa hivyo akakaa anashughulika na wanawe tu, hataki kuolewa, hataki nini, anashughulika na watoto wake, pengine anafanya biashara vidogo vidogo na nini. Ndio anasema kad taramala, amekuwa mjane. Wanqataat ila auladia, na ameamua kutumikia wanawe tu. Sasa anashughulika watoto wake, hataki mambo ya kuolewa. Unajua wanawake wako ambao akishafiwa na mumewe tena afikiri kuolewa, tena wengi kuliko sisi wanaume. Sisi wanaume bwana, hatari. Kuna jamaa mmoja kafa mkewe jana, yeye kapeleka posa siku ya pili. Huyu inaonekana kuwe mke mwingine anamtaka siku nyingi. Manake umemkumbuka tu mara moja tu namna hiyo, hujajipata wiki moja kumsahau mkeo. Lakini ndio mioyo ya binadamu tulivyo,
Wanaume tunaweza sana na kukaza nyoyo, lakini wanawake wanachelewa kidogo mpaka naye akubuhu kwa kweli. Sasa huyu kakaa kwa ajili ya wanawake. Fataqaddama ilayhi ibn Dhahhak wa khatabaha li nafsi, akamsogelea ibn Dhahhak na kumposa yeye mwenyewe. Yani manake ibn Dhahhak akatoka kwenda kumposa, ambaye ndio mkuu wa mkoa. Sasa mkuu wa mkoa akapeleka nini? Akapeleka posa, wakati ndo Madina yote anaitawala yeye. Sasa anapeleka posa kwa mwanamke mjane ambaye ana watoto, mjukuu wa bibi Fatima. Faqalat, akasema wallahi ma abghi zawaja. Ile mwanamke akasema naapa kwa Mungu sitaki ndoa mimi sitaki ndoa. Wala qad qa'adtu ala baniya, na mimi nimekaa kitako kwa ajili ya wanangu tu. Baniya, wanangu, ya baniya ya baniya pale sema taabuduna min ba'di wa wasa biha Ibrahimu Yaquba wa Ismail wa Yaquba wasa biha Ibrahimu bani wa Yaquba ya baniya inna Allah astafa lakum dina fala tumutunna illa wa antum. Akasema wala qad qa'adtu ala baniya, na nimekaa kwa ajili ya wanangu tu mimi. Waqaftu nafsi alayhim, na nimeiweka nafsi yangu wakfu, nimeiweka wakfu nafsi yangu kwa ajili yao. Uweka wakfu manake najitolea kwa jambo hili tu, sitaki kufanya jambo jingine lolote. Wakristo wanatumia sana msamiati huu wa kuwekwa wakfu. Askofu amewekwa wakfu, sister amewekwa wakfu, manake hafanyi jambo jingine lolote isipokuwa hilo la dini tu Kasema waqaftu, nimejiweka wakfu nafsi yangu kwa ajili yao watoto. Faja'ala yulihu alaiha, akaanza kumngangania. Bana wewe lazima nikuomendi mkubwa hapa katika eneo hili bibi na wewe una watoto wadogo, unakuona unahangaika ni mtu wa heshima na nini. Unaona aje bana, alafu utakuwa unapanda gari la farasi na nini kama ile anamdoea lakini ndo anamposa, sio kwamba anataka kuzini. Akawa anamngangania alaiha wa hiya tahtalu fil i'tidhari ilay, na yule mwanamke anafanya ujanja wa kutoa udhuru. Ndio sawa, lakini mimi bwana naona nikiolewa akili yangu itakuwa kwingine, mara nitazaa tena watoto hawa ndo hawa wananitosha. Anatafuta zile namna za kumtoa. Min ghairi mukhashanatin, pasina kukwaruzana, kumbe mimi mambo ya uongozi sitaki, hasa viongozi nyinyi madhalimu, alafu hamna mwanamke mmoja. Aleti maneno kama hayo. Alikuwa anatumia lugha laini katika ingawa kuna ukweli nao viongozi mara nyingi nao wanakuwa tahtaniyo kwa kweli, wanakwenda chini sana wanazamia kabisa kwenye lulu. Khaufan min sharri, kwa kuogopa nini? Shari yake. Anaogopa kwa mimi nikijifanya mkorofi atatumia madaraka huyu, itakuwa balaa, tutakuwa ruzana. Falamma wajadaha taabahu, yule bwana alipomuona mwanamke yule anamgomea, qala laha, kamwambia wallahi la illam tardhaini laki, na hapa kwa Mungu usiponiridhia mie kuwa zaujan kwako, kuwa mume, la akhudhanna akbara baniki, nitamchukua mkubwa wa wanao, wala ujallidanna, nitampiga mijeledi, bituhmati, kwa tuhuma za uongo, shurbil khamri, za kunywa pombe. Tatengeneza mazingira mpaka mwanao aonekane mnywa pombe, apigwe mijeledi hadharani. Heshima yote, ucha Mungu, si nini, unawalea vizuri, vyote vitakwisha. Mimi unikubali tu. Mtaimbo mtambo sio. Fastasharat Salima, mtambo huu fastasharat Salima, mwanamke yule bibi Fatima akamtaka ushauri Salim bin Abdullah fi amriha, katika jambo lake. Akamwita bwana Salim, akamwambia amenikuta haya na haya na haya, mkwetu wa mkoa akaja anataka hili na mimi sitaki. Fashara alaiha bi an taktuba lil khalifati kitaban, akamwashiria au akamshauri aandike barua aende kwa khalifa. Tashku fihi alwali, anamlalamikia yule gavana kwa yale mambo alikuwa kafanya. Watadhkuru qarabataha, na akumbushe ukaribu wake min Rasulillah, na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa rahimaha fi ali albayti, na ule undugu wake au asili yake katika watu wa nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakataba alkitaba, akaandika ile barua. Wa amfadhathu, akaipenyeza barua ile, akaipenyeza maa Rasulillah, na mjumbe wake maalum, ila Dimashq, kwenda Damascus, ambako ndo kwenye mkuu khalifa. Makao makuu yalishahamishwa Madina, yamepelekwa wapi? Damascus, sasa makao makuu. Lakini akampa mjumbe aende nayo, kwa kupenya sija kajua huyu mkuu wa mkoa kwamba kuna barua inakwenda kumlalamikia. Makada rasulu yamdhi bil kitabi, hajakaribia yule mjumbe kwenda na ile barua, hata ja amrul khalifa, mara ikaja amri ya khalifa, ila ibn Hurmuz, kwenda kwa ibn Hurmuz, amiri mtendaji wake, ala diwani almali,
katika ofisi ya fedha fil Madina, katika Madina, bi an yakdama alayhi liyarfa alayhi hisabahu, ili asogee kumpelekea hisabu zake. Yani huyu mjumbe anatoka na barua, na kule Damascus kuna kuja na barua, anatakiwa huyu anayeshughulikia mambo ya fedha kama mkuu wa TRA wa pale Madina aende kule kule tena wapi? Damascus, kwa ajili ya kupeleka hesabu za mapato na matumizi. Kwa hivyo kwa mambo mawili anakwenda Damascus kwa wakati mmoja, ile barua ya siri na huyu mjumbe aliyetoka kule ambaye sasa anakuja kufanya nini? Kufanya uchunguzi, alafu ende na hisabu, apeleke hisabu. Makada ar-rasulu yamdhi, narudia, bil kitabi, hajakaribia mjumbe yule kuondoka na barua, hataja amrul khalifa, mpaka ikaja amri ya khalifa, ila ibn Hurmuz, kwa mtu mmoja anaitwa bin Hurmuz ambaye ana asili ya Irani bila shaka kwa jina lake. Asema inni madhin ila Dimashq, fa hal laka min haja, mimi nakwenda Damascus, je una mahitaji yoyote? Faqalat naam. Ndio hapo au tumeruka? Aya, makada rasulu yamdhi bil kitabi hatta jaa amrul khalifati, hajakaribia mjumbe yule kwenda na barua ile mpaka ikaja amri ya khalifa, ila ibn Hurmuz, kuja kwa ibn Hurmuz, amilihi, mfanyakazi wake, ala diwani, kwenye ofisi mali ya mapato fil Madina, Madina, bi an yakdama alayhi, kwamba aende kwake, liarfa ilayhi hisaba, wampelekee hisabu zake, anataka hisabu za mwaka. Kwa hivyo ikawa sasa kuna mtu mwingine anakwenda huko kwa Damascus. Huyu bwana faqama ibn Hurmuz, akasimama ibn Hurmuz, yuwaddi ashab alhuquq alayhi, anawaaga watu ambao wana haki kwake. Fasta'dhana ala Fatima, akaomba ruhusa kuingia kwa Fatima binti al-Husayn, muwaddi'an, akimwaga. Waqala, akamwambia mimi nakwenda, inni madhin ila Dimashq, mimi nakwenda Damascus. Dimashq ndio inaandikwa dali na kisra, Dimashq, na wengine wanasema Dimishq, mimi pia wanaitia kisra, lakini fasaha yake ni Dimashq. Fahal laki min haja, una mahitaji yoyote kule Damascus? Faqala, takasema naam, ndio na mahitaji yangu naye. Tukhbiru amira almu'minina bima alqa min ibn Dhahak, kampe habari huyu amira almu'minina kuhusu yanonipata mimi kutoka kwa ibn Dhahak, wama yata'arradu bihi ilayya, na yale yanoingilia kwangu, ananifuatilia sana, ananifuata sana mkuu wake wa mkoa. Wa annahu, na kwamba huyu mkuu wa mkoa, la yara hurmata li ulama almadina, wala hachungi heshima ya wanazuoni wa Madina, wa khasatan, hasa zaidi ya muheshimu Salim bin Abdullah ambaye ndio mwanachuoni anayekubalika kuliko wote, yeye hata kumheshimu amheshimu. Falama ibn Hurmuz akajilaumu nafsahu yeye mwenyewe, kwa nini nimekuja huku napewa madubana haya? Siwezi kupeleka madude kama haya, kwa sababu ibn Hurmuz ni moga sana. Akiambiwa jambo hili wake huku anamuogopa mkuu wake wa mkoa, kule anamuogopa bwana mkubwa, kwa hivyo anapata tabu. Na wako namna hii watu wanafiki, ukiwaambia ukweli hawawezi kufikisha. Basi falama ibn Hurmuz nafsahu ala ziyarati, kwa kumtembelea mwanamke yule, idhma kana, kwani hakuwa yuridu an yahmila shakwa, anataka kubeba mashtaka yake ya min ibn Dhahaki ila al-khalifa, ya ibn Dhahaki kwenda kwa yule khalifa, hataki, kwa sababu anamuona bosi wake hapa na yule kule anamuona bosi wake. Yeye anasema la ilaha ulai wala ilaha ulai. Na wako watu kwenye kazi na maneno anataka aonekane mtamu kwa kila mtu. If you want to be nice to everybody, you will be nice to you will not nice to anyone. Ukitaka kuwa mtamu kwa kila mtu, huwezi kuwa mtamu kwa mtu yoyote, utakuwa mchungu kwa kila mtu. Lazima ukubali kuna baadhi ya watu watakuita sukari na kuna wengine watakuita shubiri. Lazima. Falama ibn Hurmuz. Haya, wasala ibn Hurmuz ila Dimashq. Ibn Hurmuz akafika Damascus fi nafsi alwaqti, katika ule muda alladhi wasala fihi rasul, alofika yule mjumbe, alladhi yahmilu kitaba Fatima, alobeba barua ya Fatima binti al-Husayn. Kwa hivyo amefika kwa wakati mmoja, kwa sababu huyu kenda mbio zaidi, huyu wa kodi, yule alitangulia, huyu kenda mbio zaidi. Kwa hivyo amefika wakati mmoja, inategemea speed ya mtu. Falamma dakhala ala al-khalifa, alipoingia khalifa, istakbarahu an ahwali al-Madina, akamtaka habari za Madina amueleze. Wasalahu, akamuuliza an Salim bin Abdullah, kuhusu Salim bin Abdullah wa sahbihi min al-fuqaha, na wenzake katika wanasheria wanafiqi. Wakala, wakamwambia hal hunaka amrun dhu sha'nin, je liko jambo lenye uzito, jadiru linastahili bi an yu'lama, kujulishwa hapa, au khabarun dhu khatari, na kuna habari yenye khatari, hariyun ndio yenyewe, au inastahili bi an yuzkara, kutajwa, yani kuna jambo lolote jipya zito gumu sila kawaida kuhusu Madina. Falam yadhkur lahu shay'an, hakumtajia chochote min qissati Fatima bint al-Husayn, katika habari za Fatima bint al-Husayn. Walam yushir bi shay'in, wala hajadokeza jambo, ila mawqif al-wali, juu msimamo wa yule mkuu wa mkoa, min Salim, dhidi ya Salim bin Abdullah bin Umar.
wa fima huwa jalisun, na alipokuwa kakaa indau kwa yule mkubwa, yarfa'u lahu hisabahu, anamkabidhi mahesabu, idh dakhala alhajibu, mara kaingia mlinzi bodyguard, wakala akasema aslaha Allahu al-amira. Haya ni maneno, Mwenyezi Mungu amtengeneze kiongozi wetu. Inna bilbabi rasula Fatima binti al-Husayn, mlangoni kuna mjumbe katumwa na Fatima binti al-Husayn kutoka Madina. Fataghayyara wajhu ibn Hurmuz, ukabadilika uso wa ibn Hurmuz pale pale. La, sasa na fedheheka. Wakala akasema, akababaika, atala Allahu baqa al-amir, Mwenyezi Mungu arefushe kubaki kwako wewe kamanda, udumu uendelee kututawala. Inna Fatima binti al-Husayn hamalatni risalatan ilayka, Fatima binti Husayn kanipa barua, nimesahau, nayo barua yako. Sasa ndo anakumbuka. Wa akhbarahu al-khabara, yanakusudia ujumbe, kanipa ujumbe, ndo akampa ile habari. Fama in sami'a al-khalifatu maqalatahu, khalifa aliposikia maneno yake, hata nazala an sariri, akashuka kwenye kiti chake. Sariri sio kitanda, pa kile kiti kochi la kuegemea lile. Akashuka, wakala akasema, la umma laka, mwana haramu wewe, huna mama wewe, la umma laka, huna mama wewe, mwana haramu mkubwa wewe. Alam asalka, sijakuuliza hapa mwanzo, an shughuli al-madinati wa akhbariha, kuhusu mambo ya Madina na habari zake. Ayakunu ladaika mithlu hadha al-khabari, unaweza kuwa na habari kama hii wewe, wataktumu anni, ukaificha kwangu. Faatadhara ilayhi, akamuomba radhi, binisiani, kwamba amesahau. Kamtolea, unajua nimesahau mahesabu, unajua na mapesa yamenichukua zaidi na hivi, nisamehe. Thumma adhina lirrasuli fa udkhila ala, kisha akamruhusu yule mjumbe akaingia kwake. Fa akhadha alkitaba, akaichukua barua, fadahu, akaifungua. Wajaala yaqra'u, akaanza kuisoma. Washararu yatatayaru min ainaihi, na macheche yanaruka kwenye macho yake kwa hasira. Wa akhadha yarthubul ardha bi khayzrani, akaanza kuipiga ardhi kwa khenzrani, bakora. Khayzrani tunaita sisi khenzrani, ndo khayzrani. Bakora ni ule muanzi mwembamba, si tunaita hivyo kwa Kiswahili, tunaita khenzrani. Zamani wakipigia watoto wao na walimu wakipigia wanafunzi, imekatazwa, unauma kiama ule. Marikuwa mshoe kutua mgongoni kwako ule khenzrani. Ustaz Jamali shaye kutua khenzrani mgongoni kwako? Ya fadha mwenyewe. Na mimi nishatua kwangu Nyie mmepata bahati kwa kweli, watoto siku hizi migongo yenu na viuno vyenu vimestarehe sana. Si zamani tumepata. Ahmad, si kama ulipata kidogo. Bingafla umepata na khenzrani. Haya, unaona mambo wapi? Mgongoni tu walishuka zaidi. Haya bwana. Wa akhadha radibul arda bi khayzrani, akaanza kuipiga ardhi kwa khenzrani, muanzi mwembamba. Kana fi yadi, ulikuwa mkononi mwake. Wao yakulu, naye alikuwa akisema maneno haya. Tuna dakika ngapi mpaka adhana? Tumalize au tusimame? Ala, sala nakusudia. Maalim tayari temea sala? Haya, tumalize kidogo. Haya. Laqad jitaraa ibn Dhahaki ala ali rasulillah, amekuwa na ujasiri ibn Dhahaki dhidi ya familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walam yusikh, na hakusikiliza linushi nasaha za Salim bin Abdullah fihim, kuhusu hao. Hal min rajulin yusmi'uni sautahu, je, kuna mtu yote atakayenisikilizisha sauti yake? Wa huwa yu'adhabu fil Madina, na hali yakuwa anaadhibiwa huko Madina. Nataka nipeleke mtu akampige bakora yeye kule Madina, mkuu wa mkoa akachapwe magoroko huko. Viongozi wa zamani hao. Na Mzee Karume alikuwa nazo hizo, kwa mkuu wa wilaya kwa bwa bakora hadharani. Ilikuwa madaraka wakati wa Mzee Karume mwenyewe hayana raha, Wa ana ala firashi, na mimi nimekaa kwenye godoro langu, fi Dimashq, katika Damascus. Yani sauti ibn Dhahak, akimaanisha sauti ibn Dhahak. Faqila lahu na'am, akaambwa ndio ya amira mu'minin, kama ndio. Laisa lil madinati illa Abdul Wahid bin Bishri an-Nadri, hakuna mtu anaweza kufanya kazi hiyo katika Madina isipokuwa mtu mmoja anaitwa Abdul Wahid bin Bishri an-Nadri. Fawallihi iyaha, kamtawalishe huyo. Wa huwa muqimun al'ana fi Taif, na hivi sasa hivi anakaa Taif. Mtangaze huyo kwa ni mkuu wa mkoa. Ende akae mkuu wa mkoa wa Madina. Lakini kazi yake ya kwanza ni kumpiga mikwaju mkuu wa mkoa aliyekuwepo. Ndio anaanza kazi rasmi. Faqala na'am, akasema ndio. Wallahi na'am, na hapa ndio. Innahu laha, hakika yeye huyo anafaa, ndo mwenyewe atakayenifanyia kazi hiyo, kwa sababu nikana naye alikuwa mtemi. Thumma da'a bi qirtasin, kisha akaomba karatasi, wakataba biyadi, akaandika kwa mkono wake. Min amiri almu'minin Yazid bin Abdul Malik ila Abdul Wahid bin Bishr an-Nadri,
kutoka kwangu kwenda kwa huyo, assalamu alayka, amani iwe juu yako, ama baada hayo, fa inni qad wallaituka almadina, mimi kuanzia sasa nimekutawalisha Madina, wewe ndo mkuu wa mkoa. Fa idha jaaka kitabi hadha, ikikufikia barua yangu hii, fatawajja ilayhi, aelekea huko Madina, wa a'zil anha, kamuzulu moja kwa moja huyo Ibn ad-Dhahhaki, muondoe madarakani. Wafridh alayhi gharamatan, na mtoze gharama, miqdaru wake kiwango chake 40,000 dinari, kiasi cha dinari 40,000. Waadhibhu, na mtese, hatta asma'a sautahu min almadina, paka nisikie sauti yake inatoka Madina inafika Syria, Damascus. Akhadha sahibul baridi alkitaba, akachukua mtu wa posta barua ile. Mtu wa posta zamani ni yule anayezipeleka barua kwa farasi, hakuna posta nyingine yote, ni kwamba yeye anakwenda kwa farasi, anakimbia. Wa madha, akaenda yahutu alkhutwa, anahimiza hatua nahwa Taif, kuelekea Taif, an tariqi almadina, kupitia njia ya Madina. Falamma balagha almadina, alipofika Madina, lam yadkhul ila wali ibn ad-Dhahhak, hakuingia kwa ibn ad-Dhahhak alikuwa mkuu mkoa, wala yusallimu alayhi, wala kwenda kumsalimia. Fa aujasa alwali khifatan fi nafsihi, mtawala yule gavana au mkuu mkoa akaguswa na hofu ndani nafsi yake. Warsala ilayhi, akampelekea ujumbe. Wada'u ila baiti, akamuita nyumbani. Wasala, wakamuuliza an sababi kudumi, sababu ya kuja kwake. Falam yubih lahu bi shay'in, hakumtangazia chochote, hakumwambia kitu. Farafa ibn ad-Dhahhak tarafa firashi, akanyanyua Ibn ad-Dhahhak sehemu ya godoro lake, tandiko lake pale anapokaa, au mfarshe kwenye mkeka, akanyanyua kidogo hivi. Wakala, akamwambia undur, tizama huku chini. Fanadhara fa idha kisun, akatizama akaona kuna mfuko, qadimuli adananira, umejazwa nini? Dinari. Lakini wametutanabaisha jamaa zetu wa Komoro hapa, tusiseme kisu, tuseme kisu. Si hapa kisu imetajwa, sasa tuseme vipi? Tutaondoa vipi neno kisu katika lugha yetu? Twendeni kisu, kisu. Watu wa Komoro tu wametutanabaisha tusiseme kisu, lakini sisi tutawaambia tunasema kisu. Fanadhara fa idha kisun, ndani yake mna mfuko, kadimuli adananira, umejazwa nini? Dinari za dhahabu. Faqala hadhi 1000 dinari, akamwambia hizi dinari 1000. Walaka alayya adullahi, na nakupa ahadi ya Mwenyezi Mungu kutoka kwangu. Wa mithaqu, na kiapo chake. In anta akhbartani, ikiwa utanipa habari, an wijhati, kajua mwelekeo wako wa kuja huku, wa mafiyadika, na ulichonacho mkononi mwako katika hiyo barua, la adfa'anha ilayka, nitakukabidhi pesa hizi zote dinari 1000 za dhahabu. Wala aktumanna dhalika, na hiyo nitaificha siri, sitoitaja. Fa akhbaru, akamwambia, akamwambia bwana, mimi nimeletwa hapa nije nikuondoe na nikutie adabu. Fadafa ilayhi almala, akampa mali. Waqala, akamwambia tarayath huna 3 layali, kaa hapa subiri kwa mausiku matatu, hata asila ila Dimashq, mpaka nifike mwenye Damascus. Thumma mdhi ila ma umirta, kisha nenda ulikoamrishwa bihi kufanya. Zama ibn ad-Dhahhak rakaibahu, akafunga Ibn ad-Dhahhak misafara yake. Waghadara almadina litawhi, akaondoka Madina hapo hapo. Wa madha, akenda yahutu almataya, anaimiza vipando, nahwa Dimashqi, kuelekea wapi? Damascus, mbio. Falamma balagha, alipofika, dakhala ala akhi al-Khalifa, akenda kwa ndugu yake mtawala anaitwa Maslama bin Abdul Malik. Wa kana sayyidan, alikuwa ni bwana, ariyahiyan, chini akasema ariyahiyan, maana yake mwenye tabia nzuri, mtu mwema, sahibi najda, mtu mwenye msaada. Falamma sara baina yadayhi, alipofika kwake, qala lahu, akamwambia ana fi jiwarika ayuhal amir, mimi nimefika kwenye hifadhi yako ewe kamanda. Faqala abshir bi khairi, akamwambia bashiria kwa khairi. Wa ma sha'nuka, una nini we? Faqala inna amiral mu'minina naqimun alayya, amirul mu'minin kanikasirikia mimi, lihanatin, kwa telezo, baada ratmini, lilotokea kwangu. Hanatin ni telezo, chini kasema zalla. Faghada maslamatu ala Yazid, akenda Maslama kwa Yazid. Wakala, akamwambia inna li lada amirul mu'minin haja, mimi kwa amirul mu'minin na mahitaji. Faqala Yazid, wakasema kullu hajatin laka maqdiya, mahitaji yote kwako yametimizwa. Ma lam takum fi ibn ad-Dhahhak, lakini usiniletee habari za Ibn ad-Dhahhak. Sema lolote mimi niko tayari, lakini la Ibn ad-Dhahhak usiniletee, nishaamua. Faqala wallahi ma jitu illa min ajli, akamwambia mimi sijaje isipokuwa kwa ajili ya huyo Ibn ad-Dhahhak. Wallahi la ufihi abadan, akasema kwa mwina hapa kwa Mwenyezi Mungu simsamehe hata siku moja. Faqala wama dhambuhu, akamwambia dhambi yake nini? Faqala, akasema ta'arradha li Fatima bint al-Husayn, ameingilia heshima ya Fatima bint Husayn, wa haddada, na kumtisha, wa ta'awada, na kumkemea, wa arhaqaha, na kumsumbua. Walam yusghi, wala kusikiliza, linushi Salim, na saa Salim bin Abdullah fi amriha, katika jambo lake. Fahabba shu'ara'u al-Madinati jami'an yahjunahu, wakakurupuka washairi wa Madina wote wanamponda. Watafika sulahauha, wakaanza watu wema wake wa Madina, wa ulamauha, na wanazuoni wake, turran wote yaibuna, huu wanamtia dosari.
Faqala Maslama akasema, anta wa sha'nuka, wewe na jambo lako, ma'ahu na ya amira mu'minin, fanya unavyotaka, siwezi kumtetea. Faqala Yazid akasema, murhu an yauda ila al-Madina, muamrisha rudi kule Madina, liyunafidha waliya hal jadidu amri fi, ili mkuu wake wa mkoa mpya atekeleze amri yangu juu yake ya kumpiga mikwaju, wa yaj'alahu ibratan, na kamfanye somo lighairihi, kwa wengine, min alwulati, katika watawala, amfanye mazingatio kwa wengine. Fariha ahlul Madina, walifurahi watu wa Madina, a'dhama alfarahi, mno kufurahi, biwalihimul jadid, kwa mkuu wao mkoa mpya, wasarrahum, na ikawafurahisha, hazmuhu, uamuzi wake, fi tamfidhi, katika kutekeleza amri al-Khalifati ibn al-Dhahhak, amri ya khalifa kwa huyo ibn al-Dhahhak. Wazdadu ta'alluqan bihi, huwa kazidi kufungamana naye, hina wajadu, walipomkuta, yadhhabu madhahib al-khairi, anapita mapito ya khairi, wala yaqta'u amran, wala hakati shauri, min umuri, katika mashauri yao, haamui jambo, illa idha istashara fihim al-Qasima, isipokuwa atakapomtaka ushauri ndani yao bwana Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr wa Salim Abdullah bin Umar. Famarha, basi raha iliyoje, li khalifati almuslimina Yazid bin Abdul Malik, wa tajillatu lilislam alazim, na kudhihiri kwa Uislamu mkubwa, alladhi abdaa hadhihi almusula, ulioanzisha vigezo hivi, wa sanaa ulaika